Okay, kwa majina naitwa Jamal Ahmad, ni mwanasheria katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Karibu tena katika mwendelezo wa utoaji tiba katika masuala ya sheria. Kama ilivyo ada, ukipatwa na tatizo la tumbo, ukiumwa kichwa, basi lazima utakimbilia hospitali. Na ndivyo hivyo katika upande wa sheria, ukipatwa na changamoto ya sheria, usipate shida yoyote, cha kufanya ingia YouTube, andika Tiba ya Sheria, subscribe channel yetu ili uweze kuwa unapata tiba ya matatizo yote au ya changamoto zote za kisheria. Leo katika upande wa tiba ya sheria tunakuja kukupatia tiba katika kipengele cha makosa ya jinai. Kumekuwa na utaratibu wa jamii kuweza kutoa maana tofauti za neno makosa ya jinai. Kila mtu kwa mawanda yake na mapana yake ameweza kutoa maana tofauti ya maana ya makosa ya jinai. Sasa siku ya leo tunaenda kutoa na kusawazisha ni nini maana ya makosa ya jinai. Kaa karibu na mimi kwa kuweza kujipatia leo elimu juu ya makosa ya jinai. Asante. Makosa ya jinai ni nini? Kama ilivyo makosa mengine, makosa ya madai, makosa ya madhara, tunasema technically yanaitwa makosa ya tort, basi pia kuna makosa ya jinai. Haya makosa ya jinai ni makosa ambayo yanakuwa yameorodheshwa katika sheria ya jinai, tunasema sheria ya kanuni ya adhabu, ambayo imeweza kuyaeleza hayo makosa, pia na utaratibu wake wa kuweza kupata haki yake. Hayo makosa tunasema utaratibu wa kuweza kupata haki jinai upo katika sheria ya mienendo ya jinai, kwa kifupi inaitwa CPA, the Criminal Procedure Act. Hizo ni sheria ambazo zimeweza kutoa makosa yapi ni jinai na utaratibu gani wa kuweza kupata haki jinai. Sasa basi, makosa ya jinai kwa akili ndogo tu ni nini? Haya ni yale makosa ambayo mtu anakuwa ameyafanya dhidi ya mtu mwingine, lakini jamhuri ndiyo inakuwa inaingilia kati. Wewe umemtendea kosa mtu fulani, lakini yule mtu ambaye umemtendea kosa, basi jamhuri inasimama kwa upande wake na wewe unakuwa unashtakiwa na jamhuri. Kwa hiyo ni makosa ambayo yanahusisha mtu pamoja na jamhuri. Hayo ndiyo makosa ya jinai. Lakini ili tuseme kuna kosa la jinai, ni lazima sheria iwe imeweza kuonyesha na kusema kwamba hili kosa ni jinai. Hapawezi kuwa na kosa ambalo tunasema kuna kosa ambalo kama kosa halijaorodheshwa katika sheria, basi hilo kosa haliwezi kuitwa ni kosa la jinai. Kwa hiyo ili tuseme kuna kosa la jinai, ni lazima liwe limeorodheshwa katika sheria. Na sheria ambazo nimekutajia mojawapo ni sheria ya kanuni za adhabu, Penal Code sura namba 16. Pia kuna sheria ya mienendo ya haki jinai, hii inaitwa the Criminal Procedure Act. Hizo ni sheria chache ambazo zimeonyesha makosa ya jinai na utaratibu wa kuweza kupata haki jinai. Asante. Sasa kwa upande wa sheria za madai, asilimia kinachotokea huwa ni kipi? Sheria za madai huwa wahusika wa kwenye kesi huwaga ni mtu na mtu, lakini ukija kuangalia upande wa jinai ni mtu dhidi ya jamhuri, na yule mtu ambaye umemtendea kosa anakuwa ni shahidi tu, lakini ambaye anahusika kwenye kesi anakuwa ni jamhuri. Na jamhuri inawakilishwa na nani sasa? Hilo ndo swali la kujiuliza, watu wengi huwaga wanashindwa kuelewa. Kuna mtu anaitwa DPP. DPP ni mwendesha mashtaka ya serikali. Huyu ndiye anakuwa kwa niaba ya jamhuri, ambaye huyu ndio anasimama kidete kwa kuweza kuchukua uhusika wa mtu ambaye ulimkosea, tunasema ambaye sasa anabe represented au anawakilishwa na jamhuri, yeye ndio anakushtaki wewe. Kwa hiyo mtuhumiwa yoyote katika makosa ya jinai anashtakiwa na mwendesha mashtaka wa serikali, ambapo kwa asilimia kubwa kwa nchi yetu mwendesha mashtaka ya serikali DPP anashirikiana ipasavyo na polisi katika department ya DCI, ambapo DCI huyu ni nani?
DCI ni mchunguzi wa makosa ya jinai department ya polisi ambaye huyu anahusika katika uchunguzi wa makosa ya jinai. Kwa hiyo wanashirikiana vizuri ipasavyo pamoja na DPP, mwendesha mashtaka ya serikali. Na watu pia, kitu ambacho nashindwa kuelewa ni kuhusu nafasi ya wakili katika upande wa makosa ya jinai. Wakili yeye katika upande wa makosa ya jinai anasimama kama mtetezi wa mtuhumiwa. Kwa hiyo katika makosa ya jinai kunakuwa kuna jamhuri ambayo inawakilishwa na DPP, mwendesha mashtaka ya serikali, lakini pia kunakuwa na upande wa pili anakuwepo ni wakili mtetezi ambaye kazi yake ni kumtetea mtuhumiwa. Hiyo ndiyo mfumo mfupi wa makosa ya jinai katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna makosa mengi sana ya jinai. Kuna makosa kama vile ubakaji, kuna makosa kama wizi, kuna makosa kama ujambazi na makosa kadha wa kadha ambayo yote yameainishwa katika sheria za jinai. Pia jambo la msingi na la kuweza kuangalia katika makosa ya jinai ili tuweze kusema kwamba mtu ametenda jinai, ametenda kosa la jinai, basi ni kuna vitu viwili vya msingi ambavyo tunasema huwa vinaangaliwa. Technically wanaita ingredients za kusema kwamba mtu ametenda kosa la jinai. Ya kwanza, jambo la msingi la kwanza linaloangaliwa ni actus reus. Hili ni neno la Kilatini ambalo si gumu moja kwa moja. Linamaanisha kwamba actus inamaanisha ni kitendo, reus kitendo kilichokatazwa. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ili tuseme mtu amefanya kosa la jinai inabidi kuwa na kitendo ambacho kimekatazwa. Kwa mfano katika upande wa rape, maana yake kitendo ambacho kimekatazwa ni kitendo cha rape. Lakini pia jambo la pili la msingi tunasema kwamba ili mtu awe ametenda jinai lazima kuangalia jambo la pili la msingi ambalo inaitwa mens rea. Mens rea hii tunasema ni kwamba ni contemplation of the mind, yani kwamba ni dhamira au tunasema kwamba hali ya uelewa wa mtu katika wakati huo anatenda jambo. Mind yake alikuwa na mind ipi? Pia wameenda mbele kwa mbele, wazungu wanaita mens rea ni sawa sana unlawful mind. Ni ile akili ambayo ulikuwa nayo kipindi unatenda tukio. Je, ulikusudia au hukukusudia? Kwa hiyo ili kuwe na jinai tunaangalia vitu viwili. Cha kwanza ni kitendo na cha pili tunaangalia akili ya mtu au tunasema nia ya tendo hilo. Na ndipo hapa huwa inazaliwa ile idea kwamba mtu amehukumiwa, kahukumiwa kwa kosa la mauaji, lakini amehukumiwa kwa kuua bila kukusudia. Jamii huwa inashindwa kuelewa ni kwa sababu gani mtu anahukumiwa bila kukusudia. Ni kwa sababu inaweza ikawa katika vile vitu viwili vya msingi tumevyoangalia, kitendo pamoja na nia, basi kimoja kimekosekana au kipo kwa upungufu zaidi. Na ndipo hapo mtu anaweza kahukumiwa bila kukusudia, kwamba amefanya kitendo lakini nia ya kufanya kile kitendo haipo. Hiyo ndio maana fupi ya makosa ya jinai. Kaa na mimi, kaa karibu na sisi katika kipindi cha Tiba ya Sheria ili uwe unaweza kupata mirejesho mipya ya kisheria na uweze kuwa unapata tiba katika matatizo yote ambayo yanakusumbua katika upande wa sheria. Ni mimi Jamali Ahmad, mwanasheria katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Asante.